السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، baada ya kumshukuru Allah na kumswalia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, rehma na amani ziwe juu yake, kipenzi chetu, baraka yetu mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Leo tuko katika suratu Saba. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim. Sura kama hii imeanza na alhamdu. Alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sifa njema zote ni za Allah. Lahu alladhi lahu ma fis samawati, ambaye ni vyake vyote vilivyomo mbinguni, wa ma fil ardhi, na vilivyomo katika ardhi, katika madini, katika vitu vyenye thamani. Walahu alhamdu fil akhirah, na ni sifa zake yeye fil akhirah, katika akhira. Wa huwa alhakimul khabir, na yeye ni mwenye hikma na mwenye habari. Ya'lamu, anajua, ma yaliju fil ardhi, yanayoingia katika ardhi, katika viumbe wanaokufa. Wa ma yakhruju minha, na yanayotoka humo. Subhanallah, anayajua katika madini. Kwa hiyo anayajua yanayoingia katika ardhi au yanayoshuka katika ardhi na yanotoka humo katika ardhi. Wama yanzilu minas sama, na anayajua yanayoteremka minas sama, kutoka mbinguni. Wama ya'ruju fiha, na yanayopanda huko mbinguni katika amali za waja wema. Wa huwa arrahimul alghafur, na yeye Allah ni mwenye kurehemu, al-Ghafur, na mwenye kusamehe. Kwa hiyo hapa tunapata kujua kwa Allah subhana hakuna kitu hajui. Al-Khatib, kullu shay'in, kila kitu unachokiona katika hii dunia Allah anakijua. Kwa hiyo anakijua kinachoingia ardhini miongoni mwa matone ya maji, na kinachotoka humo miongoni mwa mimea, madini, maji, na kinachoshuka kutoka juu miongoni mwa mvua, malaika, vitabu, na vinavyopanda huko miongoni mwa malaika na matendo ya waja. Naye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuwarehemu waja wake, hawakashiriki kwa mateso na hawaharakishi kwa kuadhibu. Allah subhanahu wa ta'ala wale wenye kumwasi kati yao ni mwingi wa msamaha wa dhambi za wenye kutubia kwake, wenye kutegemeza kwake. Hii hapa tumeona katika utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalu. Katika aya 3 Allah anatuambia, waqala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a, na walisema waliokufuru haitatufikia saa. Saa al-Khatib hapa inakusudiwa ni nini? Kiyama. Qul bala wa rabbi, sema bala, kwani, wa rabbi, hapana shaka, la ta'tiyannakum alimil ghaib, itakufikieni na hapa kwa haki ya Mola wangu mlezi Allah, alimul ghaib, mwenye kujua ghaib. La ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ardh, hapana kinachofichikana kwake hata chenye uzito wa chembe tu. Wala asghar min dhalik, wala kidogo zaidi ya hapo. Sijui tumeelewana? Wala akbaru illa fi kitabin mubin, wala kikubwa zaidi ila vyote hivyo vimo fi kitabin mubin, katika kitabu chenye kubainisha. La ilaha illa Allah. Hii ni tauhidi sasa. Sijui tumefahamiana Allah subhanahu wa ta'ala, fa huwa subhana alimu ma ghaba minas saa wa ghairiha, yeye ndo anayojua yale ambayo katika kiyama na mengine, yeye ndo anayajua.
hakuna kitu kinachompita katika ilmi subhana. Hata wazn ile ndogo, asgharu namla fi samawati wala fil ardh, mfano kama yule mdudu chungu, yeye basi anajua. Wala yughibu anhu, hakuna kinachompita Allah kidogo kilichotajwa, wala akbar, wala kikubwa, hakuna kinachompita. Illa huwa maktubun fi kitabin wadih, haya yote yameandikwa katika kitabu kilichokuwa wazi kinabainisha. Wa huwa al-lawhul mahfudh, hapa inakusudiwa kitabu ambacho kiko wadih ni ile lawhul mahfudh. Lawhul mahfudh najua alladhi kutiba fihi kullu shay'in kain ila yawm al-qiyamah, ni ule ubao ambao kila kitu kitakachotokea Allah subhanahu wa ta'ala tayari alikishakiandika, ndio inaitwa nini? Lawhul mahfudh. Kwa hiyo hapa subhanahu wa ta'ala akaendelea kusema liyajzia alladhina amanu, ili awalipe walioamini hiyo siku ya kiyama, wa amilu salihati, na walioamini wakatenda mema, ulaika lahum, watapata hao maghfiratun, msamaha, wa rizqun karim, na riziki ya ukarimu siku hiyo ya kiyama. Tuko pamoja? Ili awalipe mema waliomwamini Allah na wakamfuata mtume wake na wakafanya matendo mema, hao watakuwa na msamaha wa dhambi zao na riziki njema. Riziki njema hapa inaokusudiwa si chakula, bali ni pepo. Walladhina sa'u fi ayatina muajizina ulaika lahum adhabun min rijzin alim, na wale wanaotembea katika kuzuia njia ya Allah, kuwakanusha mitume wake na kuzitangua aya zetu, huku wakiteta na Allah subhanahu wa ta'ala, wakipinga amri zake, hao watakuwa na adhabu mbaya zaidi na yenye ukali mwingi zaidi. Unawajua akina nani hao? Walladhina sa'au fi ayatina, wale waliojitahidi kuzipinga ayatina, ishara zetu, muajizin, wakaona watashinda, ulaika lahum adhabun min rijzin alim, hao watapata adhabu ambayo yenye uchungu, rijzin alim. Wayara alladhina utul ilm, na waliopewa ilmu wanaona, alladhi unzila ilaika, ya kuwa ulioteremshiwa kutoka kwa Mola wako, min rabbika, huwa alhaqa, nayo ndio haki, wayahdi ila siratil azizil hamid, nayo huongoa kwenye njia ya Allah alhamid, mwenye kusifiwa. Watu waliopewa ilmu wanayaona hayo kwa Qur'ani, ndio kitu ambacho kina nini? Wanaona Qur'ani ndo nini? Qur'ani ndo mwongozo wa kila kitu. Waqala alladhina kafaru hal nadullukum ala rajulin, na wale kufuru walisema, hal nadullukum, je tukujulisheni mtu anayekuambieni, yunabbiukum idha muzziqtum kulla mumazzaqin, kwamba mtakapochambuliwa mapande mapande, innakum la fi khalqin jadid, mtakuwa katika umbo jipya. Hao makafiri wanamdhihaki bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Makafiri wanasema wakiambiana wao kwa wao kwa njia ya shere, je tuwaonyeshe mtu wa kumkusudia Muhammad, yani wakimkusudia mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atakayewaambia kwamba nyinyi mkifa na miili yenu ikawa mbali mbali kabisa, kwa nyinyi mtahuishwa, mtafufuliwa kutoka makaburini mwenu. Wanasema hayo kwa kupita kiasi katika kukanusha kwao, yani hawamkubali bwana mtume. Afatara ala Allahi kadhiban am bihi jinna balil ladhina la yu'minuna bil akhirati fil adhabi wad dhalali al ba'id, kwani mtu huyu amemzulia Allah subhanahu wa ta'ala urongo au anawazimu, na kwa hivyo anasema jambo asilolijua. Anamwambia mtume Muhammad mambo si vile kama anavyosema makafiri, bali Muhammad ni mkweli, tena mkweli,
na au tunaweza kusema mkweli wa wakweli. Wale wasioamini kufufuliwa, wasiofanya matendo ya kuwafaa akhira, watakuwa kwenye adhabu ya milele huko akhira, wako kwenye upotovu wa mbali hapa duniani. So aya hii ilikuwa inaeleza hivyo. Afatara ala Allahi kadhiban am bihi jinna, ama amemzulia uongo, am bihi jinna, au ana wazimu. Wanamwambia mtume jinna maana yake wenda wazimu. Bali alladhina la yu'minuna bil akhirati fil adhab, bali waswamini akhira wa muadhabuni. Wadhalalil ba'id, na upotofu wa mbali kabisa watakuwa nao. Katika aya ya 9 Allah anatuambia afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas samai wal ardi in nasha nakhsif bihimul ard au nisqit alayhim kisafan minas samaa au nusqit alayhim kisafan minas samai inna fi dhalika laayatan likulli abdin munib. Kwani hawaoni yaliyo mbele yao na yaliyo nyuma yao ya mbinguni na ardhi? Tungelipenda tungeliwadidimiza ndani ya ardhi, au tungeliwateremshia juu yao vipande vya mbingu, ile mbingu ikawaangukia wanaomwasi Allah. Hakika katika haya zipo ishara kwa kila mja aliyetubia. Inna dhalika la ayatin likulli abdin munib, ziko ishara kwa kila mja alorudi kwa Allah. Allah ndo anasimulia, anasema walaqad atayna Dauda minna fadla ya jibalu awibi mahu wat-tayr wa alanna lahu al-hadid. Walaqad atayna Dauda minna fadla, na tulimpa Daudi fadla kutoka kwetu, tukasema ya Daud, tukasema ya Daud, tukasema ya jibalu awibi mahu wat-tayr, enyi milima karirini kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala, wat-tayr, na ndege pia shirikianeni naye, wa alanna lahu alhadid, na pia tukamlainishia chuma. Tumefahamiana Hakika tulimpa Daud unabii, kitabu na ujuzi, tukayaambia majabali na ndege takaseni pamoja naye, yani mlete tasbihi pamoja na nani? Na Daudi anapomtakasa Allah kwa kuleta tasbihi, fanyeni hivyo pamoja naye. Ndio Allah anasema na tulimlainishia chuma, lanna lahu alhadid, kikawa ni kama unga uliokandwa ule. Sijui tumefahamiana? Yani kile chuma akawa na kifinyanga vile ambavyo anavyotaka yeye Sayyidina Daud alayhi salam. Ani'mal sabighatin, tukamwambia tengeneza nguo za chuma zilizokuwa pana, waqaddir fi sard, na kadiria sawa katika kuunganisha, wa amalu saliha, na tendeni mema, inni bima ta'maluna basir, hakika mimi nayaona vyema mnayoyatenda. Hayo maneno anausema nani? Sayyidina Daud alayhi salatu wassalam. Allah anatusimulia huyu bwana alipewa uwezo wa kulainisha chuma kikawa kama ule unga wa chapati ule, anakisarif chuma kinavyotaka. Allah alimpa uwezo huo. Hakika sisi tulimpa Daudi unabii. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, kwa hiyo akamwambia ani'malu sabighat wa qaddir fi sard wa a'malu salihan inni bima ta'maluna basir. Kisha aya zikaendelea kubadilika. Allah anasema wali Sulaiman ar-riha khuduha shahrun wa rawahuha shahrun, na Suleiman tuliufanya upepo umtumikie. Suleiman alitumikiwa na upepo, safari yake ya asubuhi mwendo wa mwezi mmoja, na safari yake ya jioni mwendo wa mwezi mmoja, lakini upepo ulikuwa unampeleka. Wa arsalna lahu aina alqitri, kisha Allah anasema na tukamiayushia chemchemi ya shaba tayari. Wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi biidhni rabbi, na katika majini walikuwako waliokuwa wakifanya kazi mbele yake biidhni rabbi, kwa idhni ya Mola wake. Wa man yazigh minhu an amrina nudhiqhu min adhabi sa'ir,
na kila anayejitenga na amri yetu katika wao majini akakataa kufanya aliyoamrishwa na Suleimani, basi nudhiku, tutamuonjesha adhabu ya moto unawaka. Kwa hiyo Sayyidina Suleiman hapa akapewa uwezo wa majini kumtumikia, majini kufanya kazi yake. Allah subhanahu wa ta'ala alimjalia upepo kaona mpeleka popote anapotaka, popote anapopenda, popote anapokusudia. Upepo Sayyidina Suleiman ukaona mpeleka. Tumsalim tumu. Hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza hapa watu wa Suleimani, wale majini ya'maluna lahu ma yashau, walikuwa akimfanyia alipendalo, min mahariba wa tamathila, kama mihrabu, maswanamu, wajifanin kaljawab, na madesti makubwa kama mahodhi, wa quduri rasiyat, na masufuria makubwa, yale masufuria yasioweza kuondolewa mahala pake walikuwa akimtengezea. I'malu ala Dauda shukran, enyi watu wa Daudi fanyeni kazi kwa kushukuru. Wa qalilu min ibadi ash-shakur, wachache katika waja wangu wanaoshukuru. Kwa hiyo Sayyidina Suleiman alikuwa akifanywa mambo makubwa sana sana. Majini wanamfanyia Suleiman anachotaka, miongoni mwa misikiti ya ibada, picha za saba na ukoa, maandishi makubwa kama mabirika kukusanyika maji ndani yake, viungu vilivyojikita visivyotikisika kutoka mahali pake kwa ukubwa wake. Basi hizi neema zote tulimpa Suleimani, tukasema enyi watu wa Daud, fanyeni kumshukuru Allah kwa kile alichowapa, kwa kumtii, kufuata amri yake, ndio shukurani yenu. Na wacheni miongoni mwa waja wangu wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi miongoni mwa Daud. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akaambia shukuruni sana. Daudi wa shukuru na jamii yake, na walikuwa miongoni mwa hao, walikuwa wachache sana, lakini walipewa neema nyingi sana Sayyidina Daud na watu wake. Kwa hiyo Jalla Jalalu akaendelea kusema, falamma qadayna alayhi almauta ma dallahum ala mautihi illa dabba, na tulipomhukumia kufa hapana aliyewajulisha kifo chake ila ni mnyama yule wa ardhini. Dabbatul ardhi, dabbatul ardhi, mnyama wa ardhini, taakulu min saata, aliyekula fimbo yake. Falamma kharra tabayyanatil jinnu an law kanu ya'lamuna alghaib, na alipoanguka majini walitambua lau kuwa wangelijua ghaibu, ma labithu fil adhabil muhin, wasingelikaa katika adhabu hiyo ya kufedhehesha. Kwa hiyo hapa Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza mambo makubwa. Hizi mambo yote aliopewa Sayyidina Suleiman alayhi salatu wassalam, ikawa kwake mtihani. Majini wao walikuwa hawajui kile ambacho alichopewa Nabii Allah Suleimani, hawajui katika kuwa yuko hai au kuwa kafa. Manake inasemekana aliwapa kazi majini ya kujenga, wakajenga. Suleiman kakaa pale pale kwenye kiti chake pale pale, hata harak, haendi huku wala kule. Wale majini wakafahamu Suleimani kwa yuko hai, kwa hiyo wakawa wanaifanya ile kazi, lakini walitokea wale wanyama mchwa, ndo wakaila fimbo Sayyidina Suleimani. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala anasema tulipompitishia kwa Suleiman afe, hakuna kilichowafahamisha majini juu ya kifo chake isipokuwa mchwa kuila ile fimbo yake ambayo ilikuwa ameitegemea. Wao hawakujua mchwa. Kwa hiyo majini hawajui ghaibu, Allah peke yake ndo anajua ghaibu. Suleiman basi akaanguka chini, na hapo majini wakajua kwamba wao lau walikuwa wanajua ghaibu hawangalikaa kwenye adhabu yenye kudhalilisha na kazi ngumu kumfanyia Suleiman. Kwa wao kudhania kuwa yeye ni katika walio hai, wakafikiria huyu ni katika wale waliokuwa hai, basi wale majini wakadhalilika katika njia kama hiyo. Katika hii aya kuna kuthibitisha itikadi baadhi ya watu kwamba majini wanajua yasionekana, ni urongo. Kwani lau angalia juu yasionekana, wangalijua kifo cha Suleimani, amani mshukie.
na hawangalikaa kwenye adhabu yenye kunyongesha. Leo mtu anakuambia mimi nategemea majini, sijui majini wanafanya kadhaa, ni urongo bwana. Wanadanganya. Majini hawakujua kwa Suleimani kuwa kafa. Lakini hatusemi kwa majini hawana uwezo. Majini wana uwezo mkubwa, ndio maana Sayyidina Suleimani alikiwatumia kwa vile kazi zake zifanywe. Wanaweza kufanya mambo ambayo binadamu hawawezi kufanya leo. Kwa hiyo wakawa wamepewa uwezo huo majini, Suleiman ndo akawa anaweza kuwatumia kama tulivyoainisha hapo kwenye Qur'ani alivyotajwa. Laqad kana li saba'in fi maskanihim aya, hakika ilikuwapo ishara kwa watu wa nchi ya Saba katika maskani yao. Jannatani ayamini wa shimal, bustani mbili kulia wa shimal na kushoto. Kulu min rizqi rabbikum washkuru la, kuleni katika riziki ya Allah na mshukuru. Baddatun tayyiba wa rabbun ghafur. Sisi tumeelewana Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza katika aya hii, laqad kana liqabilatu Saba, hakika ilikuwa ili kabila la Saba, fi maskanihim alladhi kanu yaskununa fi, katika sehemu ambazo wao walizokuwa wakiishi. Alama dhahira, kulikuwa kuna dalili za wazi, ala qudratillah wa in'amihim alaihim, juu ya kudra ya Allah na neema alizoneemesha. Wahia jannatani, na neema zenyewe ni mabustani mawili. Ihdahuma anil yamin, moja kuliani, wa thaniyatu anil shimal, bustani jingine liko kushotoni. Wa qulna lahum kulu min rizqi rabbikum, tukawaambia watu wa Saba hii, kuleni katika riziki za Mola wenu. Washkuruhu ala ni'amihi, na mumshukuru juu ya neema zake. Hadhihi baladan tayyiba, huu ni mji mzuri sana. Wa hadha lillahi rabbun ghafur yaghfiru dhunuba man taba ilayhi. Hayo ndo maneno walioambiwa watu wa Saba hii, kwani nchi yenu ina mchanga bora, ina hewa nzuri, na Mola wenu ni mwingi wa msamaha kwenu. Fa'aradhu fa'arsalna alayhim sayla al-arami wa badalnahum bi jannatayhim jannatayn dhawata uklin khamtin wa athlin wa shay'in min sidrin qalil. Wakaipa mgongo amri ya Allah, wakaacha kumshukuru, wakakanusha mtume, tukawatumia mafuriko yenye kubomoa yaliyo na nguvu. Wakapelekewa mafuriko yaliyoharibu bwawa la maji, yakaazamisha mabustani, na tukawageuzia mabustani yao mawili yenye kutoa matunda, yakawa ni mabustani mawili yenye miti michache ya khimt, nayo ni miti ya matunda michungu yenye ladha ya kuchukiza. Na nayo ni miti inayofanana na tarfa isiyokuwa na matunda, mikunazi michache yenye miba mingi. Hiyo ndo adhabu walopata hawa watu, wakabadilishiwa. Kwa hiyo wakaacha hawa, tukawapelekea mafuriko makubwa, tukawabadilishia badala ya bustani zao hizo kwa bustani nyingine zenye matunda makali, matunda machungu, kuna mivinje ile miti na kidogo katika miti ya kunazi. Dhalika jazainahum bima kafaru, hayo tuliwalipa kwa sababu wa makafaru, waliokufuru. Wa hal nujazi illa al-kafur, nasi kwani tunamwadhibu isipokuwa anayekufuru. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndo maana tunamfanyia hivyo. Kwa hiyo mabadiliko hayo kutoka kwenye mambo mazuri kwenda kwenye mambo mabaya ni kwa sababu ya kukanusha kwao na kutokushukuru kwao neema za Allah. Na Allah hamtesi mateso haya makali isipokuwa mkanushaji sana. Yule alovuka mipaka, aliendelea kwenye ukanushaji, atalipwa kulingana na matendo yake, sawa sawa kile ambacho alichokichagua. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza hapa, mwanadamu anapokuwa katika neema, ile neema anatakiwa asifanyie mzaha, anatakiwa ajue thamani ya neema, ajali, aifikirie, na vile vile mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala.
Ikiwa atafanya haya, mwanadamu anaweza kufaulu sana. Lakini ikiwa hatoyafanya haya, pale pale Allah uwezo wa kubadilisha neema, ana uwezo wa kuibadilisha. Ndio kilichotokea kwa watu wa Saba. Waja'alna bainahum wa baina alqura allati barakna fiha, na baina yao na miji mingine tulioibariki, dhahiratan wa qaddarna fiha sayr, tuliweka miji iliyo dhahir, tutakawekea humo vituo vya safari. Wa qaddarna fiha sayr siru fiha layali wa ayaman aminin, tukawaambia siru, nendeni, fiha, humo, layali wa ayaman aminin, usiku na mchana, tena kwa amani. Sijui tumefahamiana. Wakaambiwa waende kwa amani, jua halijatoka. Kwa hiyo sasa wakaambiwa nyinyi nendeni kwa amani, tendeni katika hiyo miji mingine mliowekewa vituo kwa amani. Sijui tumefahamiana. Tulijalia baina ya watu wa Saba, na hali wao wako Yemen, na ile miji tulioibarikia nayo ni Sham, kuwa na miji iliyoshikana, iliyo kwenye mji wote katika hiyo huona miji mingine. Kwa hiyo tukafanya mwendo kwenda huo ni mwendo wenye kukadiriwa, kutoka nyumba hadi nyumba bila mashaka. Tukawaambia nendeni kwenye miji hiyo wakati mnapotaka, wa usiku na mchana, mkiwa mko kwenye amani, hamuogopi adui wala njaa wala kiu. Yani miji iliyokuwa wakiishi Yemen ni mbali, lakini Allah alifanya Yemen na Sham, ile miji yenye neema, iwe karibu. Lakini wao neema hii yote hawakuiona, hawakuijali. Faqalu rabbana ba'id baina asfarina, lakini wakasema Mola wetu, weka mwendo mrefu baina safari zetu. Wadhalamu anfusahum, na wakadhulumu nafsi zao. Faja'alnahum ahadith, basi tukawafanya ni masimulizi tu, maisha ni hadithi. Sijui tumefahamiana Maisha ni nini? Ni hadithi tu. Wamazaqnahum kulla mumazzaqin, au tumefanya masimulizi tu na tukawatawanya kulla mumazzaqin. Inna fi dhalika la ayatin likulli sabarin shakur, hakika katika hayo bila shaka zimo ishara kwa kila mwenye kusubiri sana na mwenye kushukuru. Msalieni Mtume Muhammad. Kwa hiyo hawa watu neema walikuwa wamepewa. Mmeona mtu yuko Yemen, mfano hapa sisi tulipo, tusogezewe Australia, unaiona ile, na unaweza kwenda kutoka sasa hivi na kipando chako ukafika Australia kwa miguu, tena iwe usiku uwe mchana, tena kuwe na amani. Wao neema ile wakaikataa kama Banu Israili, wakasema abaid baina asfarina, weka mbali bwana, safari za kwenda haraka tumechoka. Safari za kwenda haraka tumechoka, sasa nataka safari za mbali. Kwa sababu ya kuruka kwao mipaka, walichoka na raha na amani na maisha neema. Wakasema Mola wetu, ifanye mji yetu iwe mbali mbali, ili safari zetu zirefuke baina ya miji hiyo, tusipate mji ulioimarika njiani tunapokwenda. Wakajidhulumu nafsi zao kwa kukanusha kwao, na kwa hivyo tukawaangamiza, tukawafanya ni mazingatio na mazungumzo kwa wanaokuja baada yao, kama sisi leo tunavyowazungumza. Tukawatenganisha kila namna ya kuwatenganisha, na miji ikawa magofu. Kwa hakika yale waliowakumba watu wa Saba ni mizingatio kwa kila mwingi mwenye kufikiria, mwingi wa uvumilivu juu ya shida na mambo magumu, mwingi wa kushukuru neema za Allah na aliyetukuka. Kwa hiyo mwanadamu anapokuwa anapata neema sana, hata mke au watoto, ikiwa kila unachokitaka wanakipata, au mtu kila anachokitaka anakipata, baadaye mtu huyo anakuwa hana adabu, kwa sababu yeye anajua ni haki yake kukipata kile kitu. Kumbe hajui kama ile ni riski inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na yule anayoitafuta riski ile siku nyingine huikosa. Ikiwa mtu kazoea kila siku amke asubuhi anaenda zake wapi? Haja ndogo chooni,
Yeye mwisho anaona kama kwenda haja ndogo kwake ni lazima aende. Lakini siku akiamka akitaka kwenda haja ndogo ikiwa haitoki, ndo atajua kuwa yeye si lazima aende haja ndogo. Ndio tamkuta atampigia simu, mambo leo hayatoki, wewe si uliona kawaida. Ndio maana ukaambiwa ukienda chooni useme Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ukitoka chooni useme ghufranak alhamdulillahi alladhi adhhaba anni al-adha wa afani. Ile kutoka, wewe usione ni jambo rahisi. Hapana, hamna cha urahisi. Ule si mpango wako, ule ni mpango wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hawa jamaa ndivyo walivyoangamizwa kwa njia kama hiyo. Wakaona sisi lazima tupate tu neema. Hapana, kuna siku neema inapotea. Wewe uangali, kuna siku zamani ulikuwa unapata hela nyingi, sasa hizi kwa maisha ni hadithi. Maisha ni nini? Hadithi. Kwa hiyo inabakia tu nilikuwa nacho, kiko wapi? Usituambie ulikuwa, tuonyeshe sasa. Walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu, na bila shaka ibilisi alihakikisha ile dhana yake juu yao. Fatabauhu illa fariqan minal mu'minin, nao walimfuata isipokuwa kikundi cha waumini tu ndo walikataa kumfuata nani? Ibilisi. Kwa hakika alidhani ibilisi dhana isiyo ya ukweli kuwa atawapoteza wanadamu na kwamba wao watamtii yeye katika kumwasi Allah, na dhana yake kwao ikawa ya kweli, kwa kuwa wao walimtii yeye na wakamwasi Mola wao. Ibilisi akawa amefaulu, isipokuwa kundi la wenye kumwamini Allah, kwani wao walijikita kwenye utiifu wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalu. Laqad haqqaqa alaihim iblisa ma dhannahu min annahu yastati', kuwa ibilisi ana uwezo wa kuwapotesha, wadhilalum, kuwapoteza anil haq. Yale anayofikiria ibilisi kuwa anaweza kuwapoteza kwenye haki, ilikuwa iko kweli kichwani kwake, ikatimia. Fattabauhu fil kufri wa dhalal illa taifa, hawa jamaa binadamu wakamfuata wengi ibilisi katika upotofu. Illa taifa, isipokuwa kipote tu kidogo, minal mu'minin, cha waumini. Fa innahum khayyabu rajaahu baada ittibaihim la. Na wewe leo angalia wanaoingia msikitini wangapi na wanaokuwa hawaingii wangapi? Hii tumeelewana. Wama kana lahu alaihim min sultanin, na yeye hakuwa na mamlaka yote juu yao, wewe ibilisi, ya kutupotosha. Illa lina'lama man yu'minu bil akhirah mimman huwa minha fi shakkin, ila kwa sababu ya kuwajaribu tujue nani mwenye kuamini akhira na nani anaitilia shaka. Ndio maana Allah akatujalia ibilisi akawa anatupoteza. Wa rabbuka ala kulli shay'in hafidh, na Mola wako ni mwenye kuhifadhi kila kitu. Tumsalimu Mtume Muhammad. Allah atujalie tuwe katika waja wake wema. Kwa hiyo ibilisi hana uwezo wa kuja akakwambia muasi Mwenyezi Mungu. Sijui tumefahamiana mpaka upotoke. Wa innama kana yuzainu lahum, ibilisi anakuletea kitendo tu, anakupendezesha kuvuta bangi. Sijui tumefahamiana, kula starehe, kukesha usiku na mashisha, ndo anakuonyesha kuwa. Sijui tumefahamiana, hiyo ndo uwezo wake. Lakini Allah anakujaribuni, nani aliyekuwa mbora, nani atakayenitii mimi kisawasawa. Sijui tumefahamiana. Ulidu alladhina za'amtum min dunillah, sema waite mnaodai kwa ni badala ya Allah, min dunillah. La yamlikuna mithqala dharratin fi samawati wala fil ardh, hawamiliki uzito hata watembe katika ardhi. Wama lahum fihima min shirki wama lahum min dhahir, Allah anasema wala hawana ushirika wote humo, wala yeye hana msaidizi miongoni mwao. Nyie mnamsingizia tu Allah kuwa yeye ana watu wanamsaidia. Kuna watu, kuna wanamungu wa chakula, wanamungu wa hela, au sio? Unajua wako mpaka leo al-khatibu hao. Kuna watu mambo yao yakenda mrama, wanatafuta viunguungu vidogo vidogo. Tunaswali nao msikitini, utamwona anaenda kupiga ramli, anaenda kupiga bao, utamwona anazunguka kwa huyu na huyu. Kama mtu wa dini atatoka kwenye Uislamu
aingie kwenye siasa sasa. Anakuambia maisha magumu, acha tuingie kwenye siasa bwana. Siasa hiyo ambayo itamsababisha akose mpaka nini? Mpaka swala. Siasa hiyo itamsababisha, utasema huyu alikuwa shekhe wetu. Shekhe wenu uko wapi? Shekhe wenu kapigwa na ukame wa njaa, kakimbia msikitini kaingia mjini. Kumbe ni mitihani tu Mungu anawajaribu. Sheikh, kudumu kwenye dini ni jambo kubwa sana, si rahisi. Usimuone mtu ajabu kuwa katika dini. Ajabu kumuona mtu kudumu katika dini, hiyo ndo ajabu. Wala tanfa'u shafaatu indahu illa liman adhina la, wala uombezi mbele yake hautafaa kitu isipokuwa waliyempa idhni Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta idha fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum, hata takapoondolewa hofu kwenye nyoyo zao watasema Mola wenu mlezi kasema nini? Madha qala rabbukum qalu alhaq, watasema yaliyo kweli. Sisi tumeelewana? Wa huwa al-aliyul kabir, na yeye ndiye aliye juu mkubwa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala tanfa'u shafa'a indahu subhana illa liman udhina la, haitofaa shafaa kwa yote isipokuwa alipopewa idhni. Wallahu, na Allah hatoi idhni ya shafaa illa liman irtadha, isipokuwa katika wale ambao artadha, wachagua katika utukufu wake. Min adhamati annahu idha takallama fi as-sama' darabat al-malaika bi ajnihatiha, Allah akisema wale malaika wanapiga mbawa zao, akieleza jambo linakuwa. Mpaka baadaye idha kushifa al-faz'a, itakapoondoshwa ile fazaa, hofu, an qulubihim qalat al-malaikatu li Jibril, malaika atasema kumwambia Jibril, madha qala rabbukum, nini amesema Mola wenu? Qala Jibril alhaq wa huwa al-aliyyu bidhati wa qari al-kabiru alladhi kullu shay'in duna. Hebu angalia uzito wa maneno haya. Shehe, umeelewa au mupo tu? Kwa hiyo maombezi siku hii hayatofaa chochote siku ya Kiyama isipokuwa kwa yule aliyemruhusu. Miongoni mwa utukufu wake na utisho wake, aliyeshinda na kutukuka Allah subhanahu wa ta'ala, katakasika na sifa za upungufu kwake, aseme huyu ataombea, huyu ndo anaweza. Anapotamka wahai na watu wa mbinguni wakayasikia maneno yake Allah, wanakuwa katika hali ya kutetemeka kwa utisho. Allah anaposema ile wahai, malaika wanatetemeka. Uko wapi? Alipo. Mpaka wanakuwa katika hali kama ile walokosa fahamu. Yani malaika hawajielewi, wanachanganyikiwa. Hebu angalia wewe, malaika wenyewe hawajielewi. La ilaha illa Allah, hili ni jambo kubwa sana. Qur'ani ni kitu cha ajabu Sheikh. Malaika wenyewe hawajifahamu, wanakuwa na kibabaiko, na kibabaiko pale kinapoondokea kwenye nyoyo zao, wanaulizana wao kwa wao, amesema nini Mola wenu? Malaika atasema amesema kweli, na yeye uko juu kwa dhati yake, utendaji wa nguvu yake, utukufu wa cheo chake, aliye mkubwa juu ya kila kitu. Malaika wenyewe wanamuuliza Jibril alayhi salatu wasalam, na Jibril anawajibu hayo. Hawaelewi. Kwa nini hawaelewi? Kwa sababu utaji wa Allah ni mkubwa sana. Qul man yarzuqukum minas samawati wal ardh, sema ni nani anayekuruzukuni kutoka mbinguni na kwenye ardhi? Qulillah, sema ni Allah. Wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalin mubin, na hakika sisi au iyyakum au nyinyi bila shaka tuko kwenye uongofu au upotovu ulio wazi. Hizi aya ngumu Sheikh, kama hujatuliza akili huwezi kuzielewa wala kunifahamu. Sema ewe mtume, kuambia washirikina, ni nani aliyewaruzuku kwa mvua kutoka mbinguni na kwa mimea na madini na vinginevyo kutoka ardhini? Swali hilo anaambiwa mtume, awambie nani? Awambie washirikina wanaomkufuru Allah. Hivyo basi hawana budi kukubali kuwa yeye Allah. Iwapo hawatokubali hilo, waambie ndio mwingi wa kuruzuku. Kama wamkubali Allah, Allah ndo razik, sio kazi yako. Allah ndio razik. Na hakika mojawapo mapote mawili haya, mojawapo ya makundi haya mawili
kati ya sisi na nyinyi limejikita kwenye uongofu au limevama kwenye upotovu ulio wazi. Waambie wazi. Mmoja miongoni mwetu hapa amepotoka, lakini juu ya yote wafahamu kuwa Razik ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Qul la tas'aluna amma ajramna wala nas'al amma ta'malun. Sema nyinyi hamtaulizwa kwa makosa tuliofanya. Sema Muhammad, wala nus'alu amma ta'malun, wala sisi hatutaulizwa kwa mnaoyatenda nyinyi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaambiwa, sema hamtaulizwa kuhusu dhambi zetu, wala hatutaulizwa kuhusu matendo yenu, sababu sisi tumejitenga na nyinyi na ukanushaji wenu. Mtume anaambiwa awambie, qul lahum ayuha rasul, waambie ewe mtume, la tasaluna yawma alqiyama, nyinyi makafiri hamtaulizwa siku ya kiyama, an dhunubina, kuhusu madhambi yetu, allati irtakabnaha, ambayo tuloyafanya, wala nusalu nahnu, wala hatutaulizwa sisi, amma kuntum ta'malun, yale ambayo nyinyi mliokuwa mnayafanya. Kwa hiyo hapa ndo inapatikana ukweli wa ile nyimbo, kila mmoja atabeba nini? Mzigo wake. Qul yajma'u bainana rabbuna, sema Mola wetu atatukusanya, thumma yaftahu bainana bilhaqi, kisha atahukumu kwa haki, wa huwa alfattahu alalim, na yeye ndio hakimu mwenye kujua. Allah sema Mola wetu atatukusanya baina yetu na nyinyi siku ya nini? Ya kiyama, kisha atatoa uamuzi wa uadilifu baina yetu, nani uko sawa, na yeye ndio mfunguzi mwenye kutoa uamuzi baina ya viumbe vyake, mwingi wa ujuzi wa yale yanayotakikana yatolewe uamuzi hali ya viumbe vyake. Hakika kinachofichikana kwake chochote hakitopatikana chenye kufichikana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu angalia aya zilivyokuwa ngumu. Aya zinataka utulivu hizi. Qul lahum, sema kuambia hawa mtume, hawa washirikina, yajma'u Allahu bainana wa bainakum yawm alqiyama, atatukusanya sisi na nyinyi siku ya kiyama, thumma yaqdi, kisha ahukumu Allah bainana wa bainakum bil adl, sisi nanyi kwa uadilifu. Allahu akbar. Hebu angalia Allah alivyokuwa adili. Kwanza anakusanya watu, akishakusanya watu atawahukumia baina yao kwa uadilifu. Fayubayin almuhiq min almubtil, atabainisha huyu mwovu, huyu mwema, huyu ana haki. Alhakim alladhi yahkumu biladl, Allah ni hakimu, tena uhakimu wake na hukumu kwa uadilifu. Alalimu bima yahkumu bi, kisha yeye ni mjuzi kwa kile ambacho anachokihukumu. Aya 27 hiyo. Tuko aya 27, tumetumia dakika 43. Sijui tamaliza lini. Qul aruni alladhina alhaqtum bihi shuraka, sema Muhammad, qul sema, aruni alladhina alhaqtum bihi shurakaa, nionyesheni mliounganisha naye kwa washirika, au washirika mnaowakubali nionyesheni. Kalla bal huwa Allahu al-azizul hakim, hasha, yeye Allah ndo mwenye nguvu tena mwenye hikma. Sijui tumeelewana? Wanaambiwa sema nionyesheni kwa hoja, msinambie tukibugusa kigulugulu, niosheni kwa hoja zilizo wazi, dalili, wale mlioshikanisha na Allah subhanahu wa ta'ala mkawafanya ni washirika wake katika kuabudiwa. Tupeni hoja kwa Allah alileta muwafanye washirika. Allah tupeni hoja kwa njia nyingine, kwa pesa wewe itakunufaisha, duka lako litakunufaisha, umesahau kwa mwenye kunufaisha ni Allah. Tupe hoja wewe kama hii kazi yako ndio itakunufaisha. Kwani wale waliokuwa hawana kazi, hawana maduka, wale wananufaishwa na nani? Wale waliokuwa hawana wazazi, wamefiwa, mayatima, wametupwa, wale wananufaishwa na nani kama wewe uliaminisha bila hiki hakiwezi kwenda hiki? Tena saa nyingine huyu ndo akawa kazi yako, ndo Mungu wako. Huswali wewe, hufanyi kheri wewe, huna muda wa kutembelea watu wewe,
Sasa hebu tueleze, tupe hoja za wazi. Sijui tumefahamiana. Mambo si kama alivyoeleza, bali yeye ndio mwenye kuabudiwa kwa haki, kukubaliwa kuabudiwa kwa haki Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye hana mshirika wake, aliyemshindi katika kuwatesa waliomshirikisha, na mwenye hikma katika maneno yake, vitendo vyake na upelekeshaji wa mambo ya viumbe vyake, Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Tumsalie Mtume Muhammad. Nionyesheni basi, wama arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira walakinna akthara nnasi la ya'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala sema wama arsalnaka, na hatukukutuma, illa kafatan linnasi, ila kwa watu wote, Mtume Muhammad, bashiran wa nadhira, uwe mbashiri, wa nadhiran, na uwe mwonyaji, walakinna akthara nnasi la ya'lamun, lakini watu wengi hawajui. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaambiwa hatukukutumiliza ewe mtume isipokuwa uwe kwa watu wote. Jambo la kwanza, mnajua maana kwa watu wote? Yani mpaka wale wa Marekani mtume wao ni nani? Sallallahu alaihi wasallam. Waisraeli mtume wao ni nani? Sallallahu alaihi wasallam. Vatican mtume wao ni nani? Sallallahu alaihi wasallam. Yani fike hatua kwa watu, mpaka kwa majini, mpaka kwa mawe na miti, kwa mtume ni rehma. Rahmatan linnas, rahmatan lilalamin. Mtume ni rehma kwa kila kitu unachokiona. Kisha Allah anamwambia subhanahu wa ta'ala, kafatan linnas bashiran wa nadhira, uwabashirie malipo mema ya Allah, wa nadhiran, na uwaonye mateso yake, walakinna akthara nnasi la ya'lamun, lakini wengi watu hawajui haki. Hivyo basi wao wanaipa mgongo kwa sababu haki hawaijui, na mtu kama hujui haki utaipa mgongo. Sijui tumefahamiana eh? Wama ba'athnaka, na hatuja kutumiliza ewe Muhammad, ayuha rasul, ewe mtume, illa linnasi amma, isipokuwa kwa watu wote tumekupeleka, mubashiran ahla taqwa, wabashirie wale wacha Mungu, bi anna lahumul janna, Allah tujalie kwa wao watapata pepo, wa mukhawifan ahlul kufr, na wakhofishe makafiri, walfujuru minan nari, na waovu kutokamana na moto, walakin mu'dhaman nas la ya'lamuna dhalik, lakini wengi katika watu hawajui. Falau alamu lama kadhabuk, na lau wangekujua wewe mtume ndio umekuja na kazi hiyo, lama kadhabuk, wasenge kupinga wewe. Kwa sababu baadhi ya wakati wayaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin, wanasema mata, lini ahadi hii itakuwa lini? In kuntum sadiqin, ikiwa nyinyi mnasema kweli. Wanamdhihaki bwana mtume Muhammad. Hawa shirikina wanasema kwa njia ya shere, ni lini wakati wa ahadi hii ambayo natuahidi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atatukusanya ndani yake na hukumu baina yetu, iwapo nyinyi wa kweli katika kile mnachokiahidi kwacho. Wanaambia mtume, wanakuja shehe, eti shehe kiama ni lini? Wanamuuliza mtume kwa kumuenjoy. Wayaqulu almushrikuna mustajilina bil adhab alladhi yukhawifuna minhu, ile wanaifanyia haraka ile adhabu wanaotishiwa. Mata hadha alwa'd bil adhab, aisa ni lini? Ni lini adhabu hiyo ya kiyama? In kuntum sadiqina fima tad'unahu min annahu alhaq, ikiwa yale mnaodai kuwa ni ukweli, basi tuambieni adhabu ni lini. Qul lakum mi'adun yawmin la tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun, sema nyinyi mnayo miadi ya siku ambayo hamtakikhairisha hata dakika moja ikifika, wala hamtaitangulia. Waambie Muhammad, waambie ewe mtume, nyinyi muna maagano ambayo hapana budi yatawajia, nayo ni maagano ya siku ya kiyama, au sivyo jamani? Allahu akbar. Hizi aya zinaumiza sana.
hamtachelewa nayo hata muda mchache wa kupata kutubia. Ikija ile muda kusema astaghfirullah, mtakuwa hampati itakapokuja, na wala hamtatangulia mbele yake mkaadhibiwa hata kwa muda mchache, pengine Allah afanye chuki ya kuzidishieni. Hapana, muda ni ule ule. Basi jihadharini na siku hiyo, jitayarisheni nayo kwa vifaa vyake. Vifaa vyake maana yake kwenda na vitendo vizuri, na hakuna kitendo kizuri mwanadamu kama kuwa na karibu na Allah subhana. Sisi tumalize aya hii. Qul ayuha rasul, waambie ewe mtume, lihaulai almustajilina bil adhab, wa hawa wanaofanya haraka adhabu, lakum miadin yaumun muhaddad, nyinyi mna miad na wakati maalumu mliowekewa, la tataakharuna anhu saa, hautochelewa hata saa moja. Hapana, ukija umekuja. Wala tataqaddamun, wala hamtatangulizwa kwa chuki, kwa hawa tuwapeleke hata situbia. Hapana, hata kwa saa. Wa hadha alyawmu huwa yawmul qiyama, na hii siku ndio hiyo siku ya kiyama. Hii siku mnajua, msifanye matezo bana. Unajua baada watu kufa, si tumekufa hivi, tutatiwa kwenye makaburi. Tukishatiwa kwenye makaburi, muda mchache tu tutafufuliwa. Yani kuna watu si mnaona wamekaa miaka mingi kwenye makaburi, lakini wale wakifufuliwa wanauliza, man ba'athna min marqadina hadha, nani alotufufua katika malalo yetu? Malaika watajibu, hadha ma wa'ada arrahman, hii ndo ahadi aloahidi nani? Arrahman, mwingi wa rehma. Hadha ma wa'ada arrahman wa sadaqa almursalun, na mitume ilisema ukweli yale ambayo alikuwa akituambia ya kutuonya. Watu watachukuliwa, watapelekwa mpaka katika uwanja wa hisabu. Wataulizwa, kama ishtum fil ardhi adada sinin, mmeishi miaka mingapi? Hapo wako washirikina ambao wanaabudia maswanamu, ng'ombe, wanaabudia nyoka, wanaabudia mpaka ule uchi wa mwanamke. Hii China wanaabudia uchi wa mwanamke mkubwa, wanasema Mungu ule. Ndio maana ule kijana asokuwa na akili akasema Mungu ana jinsia. Kwa fikra kama hizi zipo duniani. Sasa akikusanya wataulizwa, kama ishtum fil ardhi, la ilaha illa Allah, kama ishtum fil ardhi adada sinin. Kuteseka duniani ni kidogo, tumsijali sana. Kama ishtum fil ardhi, mmeishi miaka mingapi? Adada sinin. Najua wale watu wa peponi na motoni watasema, labithna yauman au ba'dha yaum, tumeishi siku au nusu siku. Hebu fikiria wewe, mtu kaishi miaka 200, kama watu wa Nabii Musa, sijui wa Nabii nani, Yehudi hao wameishi mtu miaka 800. Kisha akiulizwa siku ile atasema kaishi siku au ba'dha yaum, au nusu siku. Fasalul adin. Hebu angalia imekuwaje mpaka mtu na serious huko, si kama akifanya mzaha. Manake dunia ni hamna kitu kwa akhira. Dunia inaondoka, akhira inadumu. Itakuwa na nini dunia? Hapa sasa Allah waambie, bi'sa mastajartum, biashara mlofanya ni mbaya sana, mmekula menda mchomo biashara yenu. Ghadhabi, ghadhabu zangu, wasakhti, na hasira zangu, wanari, na moto wangu, mmepata katika siku moja au nusu siku. Na watu wa peponi waambie, khairu mastajartum, biashara yenu nzuri, ridwani, radhi zangu, wa jannati, na pepo yangu, wa mahabbati, na mapenzi yangu, mmepata katika siku au nusu siku. Hapa ndo utadharau dunia kwa haina muamana. Ukiona mwasi Allah, unamwasi tu. Siku ile mtu atadharau amali yake. Yule ambaye toka amezawa na mama yake, ametoka tumboni, akafungwa, akawa anavutwa, yeye baada yake anabururwa, anakokotwa kutoka huku Tabora mpaka Nairobi, kitolewa Nairobi, Uganda, Saudia, Yemen, kuletwa mpaka Japani. Yeye kazi yake umri mzima kafanywa hivyo. Hiyo ndio ibada yake. Siku ile ataidharau ibada ile. Wefikiria uzito wake ukoje? Uzito wake ni mkubwa sana.
Ataletwa katika watu waliokuwa na raha daraja ya mwisho. Raha, mnafahamu raha si hizi tunazopata sisi huku kwetu, hizi si raha, hizi ni karaha. Umeme umelipa lakini unakatwa siku 3. Maji umeletewa bili, umelipa, basi wiki nzima, wiki 2 maji hakuna, utumie maji chumvi. Sasa hizi si raha, hizi ni karaha. Kuna kwa wenzetu hawajui kuzima umeme, stima hawajui kamwe, hawajui kukosekana kwa maji, hawajui kukosekana kwa madawa hospitali. Hawa ndo wana raha. Sasa aletwe mtu mfano wa huyu, njaa haijui imekaaje, nakula tu, njaa haijui. Manake ana mpaka vitu kaviweka vya kukinga malakul mauti, akitakaje anaonekana ule, anakuja wanamtayarishia, akisogea anapigwa bomu. Wameweka vifaa hivyo lakini hawawezi. Sasa huyu ataletwa katika neema, aletwe siku ya kiyama, avishwe tu adhabu ndogo. Mtume anasema hakika adhabu ndogo siku ya kiyama ni mtu atavishwa viatu vya moto, atatokota mpaka ubongo wake. Hiyo ndo adhabu ndogo. Sasa huyu achukuliwe, achovwe kwenye moto, mchovyo mmoja awekwe, kisha atolewe, aulizwe, je, umepata kheri katika dunia? Anasema wallahi sijawahi kuona kheri katun, toka nizaliwe mimi. Zile kheri za dunia zote amesahau ndani ya sekunde hii moja. Na ataletwa mtu buus, amepata tabu, ameteseka huku, hajui chakula chake, hajui familia, hajui chochote, kateseka. Achukuliwe ule ambaye, bwana wewe malipo yako bwana kwa kuteseka kwako, hebu tukuingize tu peponi kidogo. Aingizwe, achovwe mchovo mmoja peponi, kisha atolewe, aulizwe, je, umewahi kupata shida? Atasema wallahi sijawahi kuona shida toka niume mpaka leo. Mchovyo mmoja amesahau shida zote za ulimwengu, mchovyo mmoja amesahau raha zote za ulimwengu. Dunia ina nini? Basi hapa katika aya hii inshallah tusimame. Aya ngapi itakuwa? Waqala alladhina kafaru lan nu'mina bihadha alquran wala billadhi baina yadayhi walau tara idh-dhalimuna mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'd alqawla yaqulu alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Sikia maneno, waqala alladhina kafaru billah, watasema wale ambao wamkufuru Allah, lan nu'mina bihadha alquran alladhi yaz'um, hatuiamini Qur'ani hii ambayo Muhammad anazusha annahu munzila alayka, ameteremshwa juu yake. Wala nu'mina bilkitabi samawi as-sabiqa, wala tuamini vitabu vilotangulia vya mbinguni. Wala utara ayuha rasul, anaambia wewe mtume, lau ungeona idhalamuna mahbusun, hawano sema maneno haya waliojidhulumu, jinsi walivyofungwa, watoadhibiwa huko inda rabbihim yawma alqiyama, mbele Allah siku ya kiyama, ile hisabu, kwa hisabu, yatarajauna alkalami bainahum, wangerudi wasiseme maneno haya. Yani mtu mfano amekaa anatukana rais, anatukana rais, kisha mtu akwambie huyu angeona kule watu wanavyofanywa wanaotukana viongozi, asingezungumza maneno haya. Hajaona adhabu ya watu kule wanavotolewa kucha. Kwa nini? Ile kwa plies zinakamatwa chululu, zinavutwa zile mbegu mbili, zinafinywa, unapakwa hina, kichwa chako kinaingizwa kwenye maji, inaashwa furushi la bangi, kichwa chini miguu juu, kisha unafukiziwa, zinachukuliwa chupa, wanakusokomeza katika sehemu yako ya haja kubwa. Angeona huyu jamaa asengeongea vitu kama hivi. Ndio mtume anaambiwa haya mambo yamesemwa Qur'an, lakini bado watu wamekufa makafiri. Sheikh, tuko pamoja? Lao waliosema kufuru hatutaiamini Qur'ani hii wala aliokuwa kabla yake, basi mtume anaambiwa ungeliwaona madhalim wataposimamishwa mbele ya Mola wako wakirudishiana maneno wao kwa wao, tena siku ya kiyama, wewe mimi ndio umenipotosha, wewe ndio umenipa fikra hizi, watarushiana maneno. Mtume anaambiwa wao kwa wao, wanyonge wakiwaambia wale matakabbar, yani wale makafiri wa maskini, wale wanyonge walikuwa hawana maana, wataambia wale wakubwa, lau kuwa si nyinyi bila shaka tungelikuwa waumini sisi, nyinyi ndio mmetupotoa, itasaidia nini?
Wewe ndio unanifundisha kushika bunduki. Mshakamatwa hapo. Sisi tumefahamiana. Nyinyi ndio mlosema tuwapige wa Palestina. Nyinyi ndio mlosema tufanye sijui kitu fulani. Wanalaumiana mbele ya Allah. Subhanallah. Qala alladhina istakbaru lilladhina istudhifu. Wale watakabbar wataambia wanyonge sasa. Wale mabosi wale wapotosha watu kwa hela kwa nini, wataambia wale wapotosha, anahnu sadadnakum anil huda ba'da idh ja'akum, kwani sisi ndo tulokuzuieni na uongofu baada ya kukujieni. Nyinyi wajinga, kwani tulikulazimisheni mtufuate sisi? Bal kuntum mujrimin, bali nyinyi wenyewe ni wakosefu. Ni ule kijana alolelewa na wazee wake mazingira mazuri, akafundishwa kitu fulani kibaya, baadaye akapata marafiki wakamtia vidole vya sikio, wakaanza kumfundisha mambo mabaya, mambo ya kuvuta mabangi, sijui tumefahamiana. Akaanza kupewa kunywa kidogo, anakunywa, anapigwa ofa, akaanza kuchukuliwa kwenye magari makubwa, anaenda kukesha huko kwenye mashisha. Baadaye huyu ndo anakuja kuwalaumu, nyinyi ndo mlioniharibu. Ataambia hapana, wewe mwenyewe ulikuwa muovu toka zamani, tulikuonjesha na wewe ukavipenda, sasa utatulaumu nini? Hatari. Alladhina istakbaru anil haqq litabi'ina alladhina istadhafuhum, wale ataambia wale wafuasi wao, anahnu mana'nakum, sisi ndo tumekukatazeni, tumekuwekeni nyinyi, si mliongolewa na wazazi wenu bwana, lakini si mliakataa wazazi wenu. Khatibu wewe baada ya kuja huku kabadilika, ukawa kila unachokiona mbele hakipiti, umekivuta umekila mpaka Mungu akakupa radhi. Sasa sisi tuna makosa gani? Mzazi wako alikwambia dunia dorange, dunia tadura ala garne thor, dunia inazunguka. Kasema acha nikule raha mimi na meno yangu tafune mua la muhindi. Sasa kibogoyo la tulaumu sisi. Na mzee wako alikwambia mahindi ya huko yala sumu, yametiwa dawa, yameisha. Au semaje khatibu? Lakini kusikia sosikia la mkuu uvujika guu. Kwa hiyo sisi anahnu mana'nakum anil huda, sisi tumekuzuieni na uongofu alladhi ja'akum bihi Muhammad, uongofu ambao Muhammad amekuja nao. La, watakataa. Na wao wamekufundisha, bal kuntum dhalmatu ashabi fasadun wa ifsad, nyinyi wenyewe mlikuwa mafisadi, haya mambo mlikuwa mkiyapenda. Hapa majadiliano ni marefu sana, na sisi hatuwezi majadiliano muda huu, basi tutakoma hapa inshallah. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atufungue, atujalie tujue khairi nipi na shari nipi tuweze kuepuka. Allahumma aftah lana bil khair wa akhtim lana bil khair, sahil lana mimma nurid wa najina bihudak. Allahumma jalna mimman yusari fi ridak. Allahumma hadina fi man hadait. Allahumma jalna min ibadika as-salihin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.